Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango nilipoteza muda mwingi, sikujali kasulubiwa, sikujali kanifilia iba msamaha bure, ifungua roho yangu neno lake kanionyesha dhambi zangu nilizotenda, nikageuka kuungama msamaha bure, ifungua roho yangu sana. Namtolea Yesu, yeye Bwana wa kipekee, nitamwimbia kwa furaha Bwana msamaha bure, ifungua roho msamaha ni upendo usio kifani, kuniokoa mimi, akanipa neema yake iba msamaha bure, ifungua roho yangu sana. Ifungua roho yangu sana. Nitegemea niliowaita atakuwa ameshapita. Nasemaje kwa ajili ya kwaya ya Vwawa? Bwana wabariki sana.
Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza. Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu. Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache. Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu. Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo. Hii siyo hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia. Watoto na vijana, Wanawake na wanaume. Ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Je, uko tayari? Sauti moja, utume kwa wote. Hukumu yake Bwana ikaribu, hukumu mbaya, hukumu ya kutisha. Hukumu yake Bwana ikaribu, hukumu mbaya, hukumu ya kutisha. Moyoni mwangu hofu ya inapofikiri siku ikifika, nitaposimama kizimbani pale, sijui nini nitakachojibu. Nilitenda nini kule duniani, sijapata jibu. Mawazoni mwangu, mawazo kila siku, itakuwaje siku yangu ijapofika, nikipelekwa kizimbani kujitetea. Nitakapokuwa kizimbani, nitajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, nitajibu nini? Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, kila siku, itakuwaje siku yangu ijapofika, nikipelekwa kizimbani kujitetea. Utakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, nitajibu nini? Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani. Mwenzangu, vipi umejipanga kuikabili siku ile ya mwisho? Je, mwenzangu, vipi umejipanga kuikabili siku ile ya mwisho? Jipange siku ikifika, uenda majibu uliteni kule duniani. Kizimbani pale nini mwenzangu, usiache dhambi, siku ikifika, uwe na majibu. Kila siku, itakuwaje siku yangu ijapofika, nikipelekwa kujitetea. Utajibu nini? Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, nitajibu nini? Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, kila siku, itakuwaje siku yangu ijapofika, nikipelekwa kizimbani kujitetea. Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani, nitajibu nini? Nitakapokuwa kizimbani, utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani,
kila siku itakuwaje siku yangu ijapofika, nikipelekwa kizimbani kujitetea. Utakapokuwa kizimbani utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani nitajibu nini? Utakapokuwa kizimbani utajibu nini? Utakapokuwa kizimbani. Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu watafuata kwaya ya Roho Mtakatifu Shilanga. alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu. Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache. Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu. Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo. Hii siyo hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia. Watoto na vijana, Wanawake na wanaume. Ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Je, uko tayari? Sauti moja, utume kwa wote. Hakuna kitabu kizuri hapa duniani kama Biblia. Kitabu cha thamani kuliko vyote. Kila kusoma